إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, baada kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu yangu, leo nakuletea dua ya mwanzo kabisa ya kusoma katika Ijumaa hii ya kwanza katika mwezi huu wa Dhulhijja. Ikamate hii dua, isome, kisha baada hapo utamwambia Mwenyezi Mungu haja zako, utamwambia Mwenyezi Mungu shida yako. Ndugu yangu, sisi kila mmoja ana tabu zake, ana shida zake, ana yale ambayo yeye anamsibu katika moyo wake, ana yale ambayo mazito katika moyo wake, ana yale ambayo yanamsumbua yeye mwenyewe, ndio anajijua. Sisi hatujui, ni siri yake baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi leo ndugu yangu katika imani, nakupa hii dua, nenda isome katika Ijumaa hii ya mwanzo kabisa ya mwezi huu wa Dhulhijja. Tena jitahidi kabla hujaimaliza hii Ijumaa, basi iwe unasoma dua hii biidhnillahi ta'ala. Nitakutajia na kwa kipekee, basi nitaandika hapo chini kwa Kiswahili, yule ambaye ataweza kuichukua basi aweze kuichukua na aweze kuisoma biidhnillahi ta'ala. Na ndugu zangu katika imani, tufanye sana mema katika kipindi hichi. Kabla sijakuletea hii dua ya kuisoma leo, nataka niwapeni faida kubwa sana. Kwa hiyo wewe mtazamaji wangu wa chaneli yetu hii ya Msimbo Online TV, isikilize kwa makini sana haya maelezo kwanza, kisha baada hapo nikupe hii dua ya kuisoma katika masiku haya. Tuna masiku haya 10 bora kabisa ambayo Mwenyezi Mungu ameyapia ndani ya Qur'ani aliposema wal fajri wa layalin ashri. Mungu ameyapia haya masiku 10 ambayo ni bora sana. Nataka nikuchambulie siku moja baada nyingine, siku moja baada nyingine. Siku ya mwanzo kabisa katika siku 10, siku ya mwanzo kabisa ni siku ambayo alisamehewa baba yetu Adamu alayhi salam. Ile siku ya kwanza. Siku ya pili ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikubali maombi ya Nabiullahi Yunus alayhi salam aliposema la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh-dhalimin. Siku ya pili katika Dhulhijja. Siku ya tatu alikubaliwa maombi yake Nabiullahi Zakaria alayhi salam alipoomba dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie mtoto. Siku ya tatu Mwenyezi Mungu alikubali maombi yake Nabii Zakaria alayhi salam. Siku ya 4 katika mwezi huu wa Dhulhijja alizaliwa Nabiullahi Isa alayhi salam katika siku ya 4 ya mwezi huu wa Dhulhijja. Siku ya 5 alizaliwa Nabiullahi Musa alayhi salam, alizaliwa katika siku ya 5 katika mwezi huu wa Dhulhijja. Alizaliwa mwezi wa 5 katika mwezi huu wa Dhulhijja. Na siku ya 6 alifungua na kumpa rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na siku ya 7 alifungua milango. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifunga milango ya moto na kufungua milango ya pepo katika siku ya 7 ya Dhulhijja. Alifunga milango ya moto na kufungua milango ya pepo katika mwezi huu wa Dhulhijja. Na siku ya 8 rehma za Allah zikateremka. Rehma za Allah zikateremka katika siku ya 8. Siku ya 9 kila mmoja anaelewa ndio ile siku ya Arafa. Siku ya 9 ndio ile siku ya Arafa. Na siku ya 10 kila mmoja anaelewa ndio siku ile ya Eid. Nimekuchambulia kwanza haya masiku ujue kimetokea nini, na imani insha Allah utakuwa umepata faida kubwa sana katika masiku haya. Sasa tuingie nikupe hii dua ambayo ikamate, ishike na nenda kaifanye kazi biidhnillahi ta'ala. Utakwenda kuona faida na ya dua hii. Na hii ukisoma kwa dhati lillahi, ukaisoma hali ya kuwa umehudhurisha moyo wako, Mwenyezi Mungu anakujibu kwa muda mfupi sana maombi yako. Mungu anakujibu kwa muda mfupi sana kwa maombi yako. Na kama hauamini usifanye, ila kama una imani nenda kaifanye dua hii. Isikilize kwa makini, mimi nitakusomea hapa na kipekee basi nitakuja nitaiandika hapo chini
ili yule ambaye atakayetaka kuisoma basi ataipata hapo chini biidhnillahi taala. Acha nikusomee. Kwanza utaanza na istighfari. Sema astaghfirullah, 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 astaghfirullah mara 100. Nakupa ile nyepesi ambayo unaweza kaitamka mara 100. Kisha baada hapo utasoma Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika ma stata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bini'matika alayya wa abuhu bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Narudia tena kwa mara pili. Utasema kwanza astaghfirullah, astaghfirullah, istighfari mara 100. Alafu utasema Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika ma stata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abuhu bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ukimaliza kusema neno hayo utasema Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa huwa la ilaha illa Allah wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa Allah wa huwa rabbul arshil azim. Ukimaliza kusema maneno hayo mara 7 utamswalia Mtume Muhammad mara 100. Kusema Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Yani unachukua ile fupi tu inakuwa rahisi sana ili kila mmoja aweze kuelewa na aweze kuifahamu. Chukua ile fupi wala usichukue ndefu. Nasema Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad mara 100. Mara 100. Ukimaliza mara 100 mwambie Mwenyezi Mungu haja yako. Mwambie Mwenyezi Mungu yale matatizo yako, yale ambayo wewe unajua haya mimi yananisibu, yananihangaisha, yananisumbua. Mwambie Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi atakukidhia haja yako. Mwenyezi Mungu atajibu dua yako ndani ya muda mfupi sana. Nairudia tena. Utasoma Allahumma anta rabbi. Isikilize kwa makini sana kwa sababu nataka niandike hapo chini kwa Kiswahili. Kwa hiyo isikize kwa makini ili utapokuwa unachukua hapo juu basi ujue jinsi unavyosoma. Kwa hiyo nairudia mara ya mwisho ili uweze kuichukua vizuri dua hii. Nasoma Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bidhanbi abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Afuta soma Allahumma anta rabbi la ilaha illa Allah wa huwa rabbul arshil azim. Ukimaliza kusema neno hayo ndio utasema Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad mara ngapi? Mara 100. Lakini kabla ya hapo utakwenda katika istighfar. Utaanza na istighfar kwanza, ni astaghfirullah mara 100. Ukimaliza kumswalia Mtume mara 100, mwambie Mwenyezi Mungu haja zako hata kwa lugha ya Kiswahili. Tena itapendeza dua hiyo wakati unasoma ni kabla hujasoma. Chukua udhu wako, baada ya udhu nuia kuswali salatul haja. Usali salatul haja au sunnatul haja rak'ataini, Allahu akbar, utaiswali hii swala. Raka ya kwanza soma alhamdu, soma na qul huwallahu ahad. Raka ya pili soma alhamdu, soma na suratul kafirun. Baada hapo kimaliza ndio utasoma dua hii. La basi unaweza ukaacha swala ukaifanya tu dua hii peke yake, itakuwa ni mujarrab. Kisha baada mwishoni ndio utamwambia Mwenyezi Mungu haja zako za sababu. Wallahi itakuwa ni mujarrab sana ukifanya hivyo. Wallahi alazim. Tuishi hapa kwa leo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.